Shalom watu wa Mungu, ninawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaitwa Ave Glory Kwezi wa kanisa la ukombozi wa Kristo kwa mataifa yote. Tunamshukuru Mungu, leo ni siku ya pili ya Twenzetu Karmeli season 3. Wakati huu tumepata mapumziko mafupi ambao tulikuwa tuna ibada toka asubuhi mpaka wakati huu. Tunapoenda kuhoji mtu mmoja mmoja, tutaenda kusikia wamejisikiaje kuwepo asubuhi ya leo kwenye ibada ya leo, wanatarajia kupokea nini. Endelea kunifuatilia tunapoenda kutafuta mmoja wa kumuhoji. Pastor, karibu. Mtazamaji wetu, tunaenda kuongea hapa na Pastor, atajitambulisha kwa ufupi na pia atatuelezea ibada ya leo amepokea nini na anaendelea kutarajia kupokea nini. Pastor, jitambulisha kwa majina yako, unaitwa nani na unatokea wapi? Asante sana. Kwa majina ninaitwa Pastor Emmanuel Eliot. Ni mtoto wa madhabahu hii ya kanisa la ukombozi wa Kristo kwa mataifa yote chini ya baba yetu Apostle Samuel Kwezi. Sasa tunapenda ushirikishe watazamaji wetu siku ya leo, ibada ya leo umeionaje na unatarajia kupokea nini na kuendelea kupokea nini kwenye ibada ya siku ya leo? Kipekee kabisa niseme kwamba ibada ya leo imekuwa ni ibada ya kipekee sana, kwa sababu tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa sana, kulingana na somo la leo kwamba tumefundishwa juu ya maana ya marango. Tumegundua kwamba yako marango yaliyofungwa, lakini kupitia watumishi wa Mungu leo tumeona thamani ya kufunguliwa kwa marango. Mtumishi wa Mungu, tunaomba utoe rai kwa wanaotutazama, watarajia kupokea nini na uwakaribishe ili waendelee kuungana nasi kuanzia siku ya kesho ya tarehe 28 mpaka tarehe 29. Waambie watazamaji wetu. Kipekee kabisa mimi nipenda tu kualika watazamaji kwamba ili kongamano usisubiri kuhadisiwa, usisubiri kusimuliwa. Hebu njoo ukutane na nguvu ya Mungu. Hakika Mungu ameonekana katika kongamano hili. Maana tumeona mambo ya kipekee mno yakitokea katika kongamano hili. Wewe uliye na shida, uliye na mambo mbalimbali ambayo umelemewa nayo, basi kongamano hili limekuwa ni mlango pekee wa kufunguliwa. Njoo ufunguliwe, njoo ubarikiwe, njoo watoto wako wafunguliwe. Ninakukaribisha kwa namna pekee sana. Karibu sana katika kongamano hili. Barikiwe. Mtazamaji wangu, tupo na mtumishi wa Mungu mwingine. Mtumishi wa Mungu, tunaomba ujitambulishe kwa majina yako yote matatu na unatokea sehemu gani? Amina, asante. Kwa majina naitwa Irene George Benkani. Ninatokea hapa makao makuu ya kanisa la ukombozi wa Kristo kwa mataifa yote. Ni mmoja kati ya wainjilisti katika kanisa hili, natumia katika madhabahu ya ukombozi wa Kristo kwa mataifa yote chini ya baba yetu Apostle Dr. Samuel Kwezi. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo, siku ya kongamano letu hili la Karmeli. Tumeona nguvu ya Mungu kijidhihirisha na tumejifunza aina 4 za malango, ambapo kuna lango la maarifa tumejionea katika siku ya leo. Lango la maarifa, naamini kupitia mtumishi wa Mungu alivyotufundisha, watu wengi wameshafunguliwa na tutazidi kuendelea. Lango la hatima yetu tumelifahamu, ni wengi tulikuwa tuna ujuzi huo, lakini ninaamini kupitia mafundisho ya mtumishi wa Mungu ni mafundisho ambayo yamejenga na yametufungua kwa kiwango cha juu sana. Mtumishi wa Mungu, tunaomba utoe rai kwa watazamaji wanaotuangalia kupitia mitandao yetu ya kijamii, uwakaribishe, uwape ukaribisho ili waendelee kuja. Hata walioko mbali wanaweza wakachukua vyombo vyao vya usafiri wakaendelea kutufuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii. Hebu toa rai kwa watazamaji wanaotuangalia. Nashukuru. Rai kwa watazamaji wanaotuangalia, tunawakaribisha sana, kwani kongamano letu hili kuu tumeona ukuu wa Mungu. Tunaona kuna viongozi mbalimbali ambao wameungamana pamoja na baba yetu kutoka nchi mbalimbali katika Afrika Mashariki. Wameungana na mtumishi wa Mungu ili kuweza kupokea hatima yetu. Ili kongamano sio dogo, ni kongamano la kipekee la kubeba majibu yetu. Tunaamini ya kwamba majibu yetu yanapatikana katika kongamano hili, na tutaendelea kutoa shuhuda zaidi na zaidi. Fikia mwakani katika kongamano lijalo, shuhuda zitakuwa juu zaidi na zaidi za kufunguliwa na kuweza kupanda juu zaidi. Mtazamaji wangu kwa mitandao yetu ya kijamii, Fichua TV pia hatujaishia kwa wawili, bali tuna mtu mwingine tena hapa, kaka yetu mpenzi kabisa. Tunaomba ujitambulishe kwa majina yako matatu. Kwa majina yangu naitwa Jeremiah Emmanuel Mankaga, ni mtumishi wa Mungu, natokea kanisa la ukombozi wa mataifa yote Kilulu, mkoa wa Bariadi. Kaka yetu mzuri, tunaomba utuambie kwenye kongamano hili, hii siku leo ya pili, kongamano la Twenzetu Karmeli season 3, unatarajia kupokea nini na mpaka sasa unaona umeshapokea kitu gani? Mpaka sasa natarajia kupokea hatima majibu yangu, na hata sasa nimebarikiwa na mafundisho ya leo na jinsi mtumishi wa Mungu alivyohubiri juu ya habari ya marango.
Maana yake kwa sababu gani nasema kuna malango ya watu wamefungwa, lakini nifunza jinsi ya habari ya malango, jinsi ya habari ya malango watu wanavyofungwa na jinsi ya watu ambao watakaofunguliwa. Lakini nategemea kupokea baraka kubwa zaidi kwa sababu nimeshapata jinsi gani nitaweza kupambana kuyafungua malango yangu na kupitia nitumie njia gani na niombe kwa taratibu gani kama mtumishi wa Mungu alivyofundisha juu habari ya malango. Amina. Mtumishi wa Mungu, tunaomba utoe rai kwa wanaotuangalia au wakaribishe. Hebu waambie watazamaji wetu. Naomba wewe naye nitazama unasumbuliwa na shida yoyote ile, njoo upokee majibu yako hapa kwenye kanisa la Ukombozi wa Mataifa yote. Ukombozi wa Kristo wa Mataifa yote Bariadi. Yupo Mungu anayetumia watumishi wake kupitia vinywa vyake na mikono ya watumishi wake, na hiyo shida ulionayo, mahitaji yote ulionayo, hujapokea majibu yako, njoo upokee majibu, wakati ni sasa. Muda ni wewe tu, haulipi gharama yoyote, ni wewe tu kuchukua uamuzi na kusogea mahali hapa. Sehemu ni Majaida, njoo pokea majibu yako. Mama, kaka, dada unayeteseka na magonjwa, unahitaji upate mchumba, ndoa yako haieleweki, unahitaji amani kwenye familia yako, njoo wakati ni sasa. Unasumbuliwa na magonjwa na mapepo, yani kilimo unapata yani magonjwa, unauza yale mazao, unatibu magonjwa, njoo wakati wako ni sasa. Yupo Mungu ambaye ameleta majibu. Njoo tuende zetu Kalimeli tukapokea majibu yetu. Asanteni. Mpenzi mtazamaji wetu wa Fichua TV na Jimbi TV, bado tunaendelea na mahojiano yetu. Tuna wageni wetu hapa kutoka Kenya. Tunamshukuru Mungu ametupa neema ya kupata wageni kutoka nje ya Tanzania. Tunapoenda kuongea naye anaenda kutupa maneno machache na kwa ufupi sana. Dada, kwa majina yako unaitwa nani na unatokea wapi? Nashukuru, naitwa Priska Odhiambo, natoka sehemu za Kenya, Migori. Okay. Dada yetu hapa, tunaomba utuambie ibada ya leo umeionaje? Toka ibada imeanza mpaka imefika hitimisho kwa siku ya leo, siku ya pili ya Twenzetu Karmeli Season 3. Unawaambiaje watazamaji ibada ya leo? Yes. Okay. Ibada imekuwa nzuri sana. Imekuwa a very powerful sermon. Tumeshukuru Mungu. Tumepata kubarikiwa. Matarajio yetu, all our expectations have been met. Matarajio yetu yote yamefika kutimia. So tunashukuru Mungu, imekuwa powerful sana. Okay, asante mtazamaji wangu. Tunaenda kutafuta mtu wa pili pia, all the way from Kenya. Tunaomba kaka yetu tuongee na wewe kidogo. Mtazamaji wangu, nina kaka mwingine kutokea nchi ya Kenya, majirani zetu wazuri kabisa from Kenya. Tunaomba kaka ujitambulishe kwa majina yako, unaitwa nani na unatokea wapi? Naam, nashukuru Mungu sana. Naitwa Fred Chilo, natoka Kenya, maeneo ya Migori. Kaka yetu, tunaomba utuambie kwa ufupi sana ibada ya leo umeionaje, na somo la leo unahisi kuna kitu gani umepokea na maarifa yapi uliyoyapokea yanaweza kukusaidia katika maisha yako? Nashukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi, fursa ya kufika humu nchini Tanzania ambapo nimekuja kwa ajili ya Injili. Nimebarikiwa tangu niingie jana, leo nimebarikiwa sana kwa mafundisho. Nimesikia mhuduma akihudumu kuhusu vitabu mbalimbali ambapo ameongelea kuhusu malango. Mimi mwenyewe nimebarikiwa sana kusikia kuhusu malango ya magharibi, mashariki, kaskazini, kusini. Nashukuru Mungu sababu ya maarifa mengi ambayo nimepokea siku ya leo. Shukrani. Kaka yetu, tunaomba kwa kumalizia, tunaomba wakaribishe watazamaji wetu walioko nje ya Tanzania, ndani ya Tanzania na viunga vyake vyote, from East Africa yote. Hebu waambie watazamaji wetu waarike wapopote pale walipo waje waungane nasi. Na wapenda wenzangu katika nchi ya Tanzania, ningependa kusema kwamba nimefurahi sana kwa siku ya leo na wakaribisha sana kwenye kongamano hili ambalo linaendelea. Ilianza jana na itaendelea mpaka siku ya Jumapili. Basi popote pale ambapo unatusikia, ni jukumu langu ni kualike kwenye mkutano huu ambao unaendelea, kuja ukapokea baraka zako, kuja ukapokea miujiza yako. Nashukuru sana kwa wale ambao tayari wamekuja kutoka maeneo mbalimbali. Tuna watu kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, hata Arusha. Tuna wale ambao wametoka Malawi. Wewe pia njoo ukapokea baraka zako. Shukrani hata unapofanya maandalizi na kuja. Asante kaka yetu. Mtazamaji wangu wa Jimbi TV pamoja na Fichua TV, tunamshukuru Mungu tumehojiana na watu wachache
from Kenya. Tunamshukuru Mungu ametupa neema hiyo. Hatukuwa peke yetu Tanzania tu, pia tulikuwa na watu kutoka Kenya, majirani zetu kutoka Kenya. Kwa hiyo hata wewe mtazamaji wangu unayeniangalia, ninakualika sana sana sana. Bado kongamano letu la Twenzetu Karmeli Seasons Lee linaendelea. Kwa hiyo ninakukaribisha wewe popote pale ulipo, iwe ni Tanzania, iwe ni nje ya Tanzania na viunga vyake vyote. Tunakukaribisha sana uje upokee majibu yako, na Mungu wa mbinguni atazidi kukubariki.